Mtazamaji wa TBC Digital, karibu mkoani Kagera, tukiwa tumeongozana na timu ya wakurugenzi kutoka shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC kutembelea bandari za mkoa wa Kagera ambayo serikali imetenga kiasi kikubwa cha fedha kwa ajili ya kufanya maboresho yake. Langu jina ni Emmanuel Samuel. Karibu ongozana nami ninapokwenda kuzungumza na mwenyekiti ya bodi ya wakurugenzi kutoka shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC, Musa Mandia, kwani ana mengi ya kuzungumza kuhusiana na maboresho ambayo serikali imeyafanya katika bandari ya Bukoba mjini na bandari ya Kemondo. Tumeshuhudia matengenezo makubwa yaliyofanyika katika bandari ya Kemondo kwa kuboresha eneo la kupokelea abiria, lakini pia eneo la kupakilia mizigo. Kule kuna roll on roll off, lakini pia kuna quayside kwa ajili ya kufunga meli kubwa. Mojawapo ni hii ambayo inaendelea kukamilishwa sasa hivi kule Mwanza, MV Mwanza hapa kazi tu. Lakini pia na meli ya MV Victoria ambayo kwa mara ya kwanza ilijengwa 1962. Hizi ni meli kubwa mbili ambazo zitakuwa zinapishana ujio wake katika bandari hizi, na imeonekana ni muhimu kuziboresha hizi bandari ili meli hizo ziweze kutoa huduma ambayo inatakiwa. Kemondo, kwa mujibu wa taarifa tulizopewa na mamlaka ya bandari, wametumia takriban bilioni 20 kufanya maboresho. Kwa majina naitwa David Oigo Nicodem. Mimi ni Port Security Officer wa bandari ya Kemondo na kaimu nafasi ya mkuu wa bandari ya Kemondo. Wadau wengi wameanza kukimbilia hii bandari kwa ajili ya kuja kwa ajili ya mizigo pamoja na kufanya biashara. Wapo ambao walikuwa zamani walikuwa wakichepuka na kupitisha mizigo yao pembeni, lakini kwa sasa tunaona wakirudi na wamependa kwa ajili ya kuja kufanya shughuli zao na kufanya biashara kwa ujumla. Awali tulikuwa tunakusanya mpaka milioni 25, lakini sasa hivi tumejaa mpaka tunafika milioni 75, milioni 80. Hii inaonyesha kwamba kazi iliyofanyika ni kubwa, lakini inaonyesha vile vile kwamba kazi hii iliyofanyika inatija. Katika bandari ya Bukoba mjini, bandari hii imefikia asilimia 98 ya ujenzi wake. Hapa Bukoba mjini wametumia bilioni 19.5. Tumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuruhusu ujenzi huu ufanyike. Lakini niwape pongezi kwa niaba ya bodi ya mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa kwenye maji wenzetu wa mamlaka ya bandari kwa jinsi ambavyo wamefanya kazi kubwa na usimamiaji mkubwa. Kemondo imekamilika. Hapa Bukoba mjini tunaambiwa ikifika mwisho wa mwezi tarehe 30 ya mwezi huu wa 4, hiki kinachoonekana nyuma yangu ndio wako katika kumalizia uboreshaji wa bandari hii. Haya ni maboresho makubwa sana na kwa kweli serikali inastahili kupewa pongezi. Naitwa Maliki, Port Officer wa bandari ya Bukoba. Mji huu uzuri wake ni wafanya biashara. Kwa hiyo hata biashara, mfano kama kipindi hiki ambacho meli imekuwa haipo, watu wameteseka sana. Wameteseka sana kwa sababu ya usafiri. Kwa hiyo utakapokuwa umerudi kama MV Victoria pamoja na MV Mwanza itakaporudi, kwa hiyo tutakuwa tumeboresha huduma zote za usafirishaji wa majini. Tumepata pia wasaa kuzungumza na baadhi ya wakazi wa mkoa wa Kagera. Wana haya kuzungumza kuhusiana na maboresho makubwa ambayo serikali imeyafanya katika bandari hizi mbili. Umetuboreshia sehemu za parking tofauti na modo ilivyokuwa. Kwa kweli tunafurahi kwa maboresho yaliyofanyika. Mwenyezi Mungu amtangulie na kwa mengine hatukumbuke kwa miradi mingine mikubwa sisi kama wana Bukoba na Forodhani kwa ujumla. Usafiri tumepunguziwa changamoto, ila cha msingi tunachomuomba mama atuwezeshe na sisi pia wasafiri tunaenda visiwani kutuwekea meli ya kwa inatupeleka visiwani, sio maboti. Tumechoka na maboti, tunahitaji meli. Kwa urekebishaji wa bandari hii tunampongeza sana mama, aendelee kurekebisha mambo mengine, lakini kwa jitihada zake kwa kitu ambacho ametufanyia wana Bukoba tuampigia makofi, aendelee kutukumbuka sana. Bandari vizuri kidogo ametuboreshea iko vizuri, lakini kuna changamoto ndogo ndogo kama unaona matope kule warekebishe kidogo na matope, alafu umeme hapa bandari masaa 24, lakini kuna sometime umeme hakuna. Na kusiendelea kutembelea kurasa zetu za TBC Digital ikiwemo Facebook, Instagram, bila kusahau kusubscribe channel yetu ya TBC Digital. Kwani hapo mengi ambayo tutakujuza kutoka katika mkoa huu wa Kagera. Langu jina
Emmanuel Samuel nikiripotia TBC Digital. Mpaka wakati mwingine.